basi uso wa Bwana juu yetu. Wa kwanza hata ule wa 9. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapa ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakuwa, wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusikilize somo la haraka kutoka waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko wakaao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bitinia, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya Emmanuel pamoja na Leonia ambao wako katika madhabahu hii, ambao wamekubaliana, wameingia katika maisha ya uchumba na sisi
kama watumishi wako tunawakabidhi katika madhabahu hii. Wape uaminifu, wape kujua siri zako na kutunza siri ya neno lako takatifu, wakaishi maisha ya utakatifu hata siku moja watakapofunga ndoa yao. Bariki pete hii ambayo leo mtoto wako Emmanuel tamvisha mke wake mtarajiwa Leonia. Asante kwa sababu ya maisha yao ya utumishi hapa kanisani. Kuwabariki na kuwainua, na neema yako iwe juu yao, na baraka zako ziambatane pamoja nao. Katika jina lako Yesu Kristo tunakwenda kinyume na kila maagano ya pete ambayo pengine yamewekwa katika pete hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kisimamisha uweza wako na mamlaka yako Mungu. Tamalaki na tunanyunyiza damu yako katika pete hii na uweza na nguvu zako. Na pete hii kawakumbushe kuwa na hofu ya kukuogopa wewe Mungu, ya kwamba wameweka nadhiri katika madhabahu hii, ya kwamba hawawezi kuingia katika mahusiano mengine ya ndoa kabla ya siku ya kufunga ndoa. Ili kukujua na kukupenda wewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Naomba sasa wote wawili nafahamu kabisa mnamtumikia Mungu, kwa hiyo kupitia haya maombi mtaenda kutunza siri za Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Nimempa zawadi hii ya saa, nikiwa nampa taarifa kwamba kila kitu aende na muda. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa na kibali. Tulikuwa tunahitaji mtuombee sana. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru kanisa, na tulikuwa tumeandaa sadaka kama zawadi kwa babetu mchungaji, lakini pia kwa wenyeviti wetu wa kanisa
kwa malezi waliotupa, lakini pia kwa baba yetu na mama yetu hapa. Bwana asifiwe sana. Ningependa nianze kutoa zawadi tuliyoandaa kama sadaka kwa wachungaji wetu. Mchungaji Baba Chimelenga na Baba Dendi Kalinga tumeandalia zawadi. Tunashukuru kwa malezi yenu. Mungu awabariki sana. Lakini pia tumeandaa sadaka kama zawadi kwa baba yetu mwenyekiti wa kanisa. Baba sana tunataka kushukuru zawadi. Pia tunaandaa sadaka kama zawadi mama yetu mwenyekiti makamu. Karibu mama. Tuliandaa zawadi kwa wazazi wetu. Wasimama kabisa wazazi wetu. Baba yetu Clever Mwapiki. Amen. Lakini pia kwa mama yetu mpendwa kabisa, mama yetu Mary. Sana. Tunashukuru sana kanisa, nyie mmetulea, Mungu azidi kuwabariki sana. Lakini bila kuisahau kwa yangu pendwa kabisa, Samba Mpesi na Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Asante sana. Naomba sasa msafuka watumishi wa Mungu, vijana wenzenu, Mungu awabariki sana, familia pamoja na kwaya. Tumemaliza, si ndio? Au bado ipo?
asubuhi, mchana na jioni. Bwana, wewe ni Mungu usiyeshindwa, haufananishwi na chochote. Mungu wetu, wewe ni Baba unayetupigania maishani mwetu. Hakika wewe ni Mungu usiyeshindwa milele zote. Bwana, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu Bwana, usiyeshindwa. Wewe ni Baba ambaye haushindi katikati ya maisha yetu, hata yote ambayo tunayafanya. Na Baba yetu wa mbinguni, tunaungana na mataifa yote ulimwenguni wakitambua kwamba wewe ndiye Mungu peke yako. Tunaungana pamoja na makutano kule Yerusalemu waliokusifu na kusema hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme na masihi, mwana wa Daudi, masihi wa Israeli. Tunaungana pamoja nao walioandamana, waliokuwa na matawi ya mitende na hata kuandika nguo zao na Yesu Kristo Bwana wetu katika juu yake. Tunaungana nao kutambua uwepo wako na ukuu wako katika ibada hiyo. Pamoja nasi utuhudumie, nasi tujibiri na kujiweka mikononi mwako. Bwana, utuhudumie Roho mwema, utuhudumie Bwana, utuhudumie Mtakatifu, utuhudumie Bwana. Tuko tayari kusikia na kusikiliza wewe katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Haleluya, mshangilie Bwana. Hali tumesimama, naomba nisome neno la Mungu, somo la Injili. Imetajwa Yohana, lakini nimechagua nisome kutoka Luka kwa sababu wainjilisti wote wanne, yani Mathayo, Marko, Luka na Yohana wamelieleza tukio lile lile moja, lakini Luka ameeleza kwa namna yake ya pekee. Naomba nisome maneno hayo kutoka Injili kama alivyoiandika Luka mtakatifu, sura ya 19 aya ya 29 hadi ile ya 40. Luka 19 aya ya 29 mpaka ile ya 40. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili. Mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia, na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yake yote ya uweza walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye
kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Amen. Naomba tuketi. Baba mchungaji, nipende kumshukuru sana Mungu kwa kuwa ametupa kibali cha kushiriki pamoja nanyi katika ibada hii ya leo. Nisisahau kama alivyosema, naomba nimtambulishe mama mchungaji Karinga, usimame ugeuke na kupunga mikono hapo ulipo. Amen. Baba mchungaji, nipende kuwashukuru sana kwa ajili ya kazi ya Mungu mnayoifanya. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya mazao makubwa haya ambayo tunayaona leo, lakini pia nipende kuwashukuru sana kwa upendo huo ajabu wa kuchukuliana. Nilidhani pengine hawa wengine waliokuja kama wageni, nilidhani labda wametoka Iringa ama wametoka Manyara, wametoka wapi, lakini baadaye nikaambiwa kwamba wanatoka hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini tumechukuliana hivyo, kwaya wanaonekana kwamba kwaya wamekuwa zaidi ni wenyeji. Kwa hiyo hebu wawapishe. Upendo huu ajabu sana. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuona kwamba wanapoondoka wameondoka kwa moyo mkunjufu tu wa amani. Mwingine unapomtoa, yani hivyo ndio nitende. Ni siku ya pekee ambayo makanisa ulimwenguni mote wanashangilia wakiungana na kundi la wanafunzi pamoja na wale waliomfuata Yesu kule Yerusalemu. Yerusalemu ulikuwa ni mji mkuu. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anaingia mahali pa mji mkuu. Na tendo hili kuingia limesimuliwa na Mathayo, limesimuliwa na Marko, limesimuliwa na Yohana, limesimuliwa na Luka pia. Limesimuliwa na wainjilisti wote. Tendo hili lilikuwa la kuthibitisha wazi mbele ya wapinzani wake kwa njia ya maandamano ya hadhara kwamba Yesu Kristo ni Masihi wa Israeli. Maana wapinzani wake hawakumtambua Yesu Kristo kuwa ni Masihi. Na mpaka leo wapinzani wake hawamtambui Yesu kuwa ni Masihi. Na hata leo ukienda Israeli mpaka leo hawatambui kwamba Yesu alikuwa ni Masihi. Nilipata neema ya kuwepo pamoja na watakatifu wa Mungu kule Jerusalem siku moja. Tulimwalika rabi ambaye ni rabi, yani mwalimu wa dini ya Kiyahudi. Alipokuwa anazungumza, ilikuwa ni swala la mahusiano ya dini mbalimbali, lakini alipokuwa anazungumza alikuwa anamzungumza na kumwelezea Yesu kama ni mwalimu aliyekuwa na vipawa na karama za pekee kuliko walimu wengine, lakini sio Masihi na haiwezekani kuwa ni Masihi. Na wakasema kwamba kama mkisema ni Masihi, itakuwaje awe ni Masihi? Twendeni tukawaonyeshe nyumbani kwake, kwa wazazi wao. Walitupeleka mpaka nyumbani kwa wazazi wake, yani Yusufu na Mariamu, kwamba waliishi hapa, wamejenga na nyumba hapa. Leo utasemaje ni Masihi? Kwa hiyo wanakataa mpaka leo. Lakini waumini na wengine ndio ambao baadaye wakatambua uweza na mamlaka kwamba huyu ni Masihi wa Bwana, kama hivi ambavyo sisi hatukumuona lakini tunaamini kwamba ni Masihi wa Bwana. Yesu Kristo mwenyewe ni kwa mara ya kwanza anajitaja kuwa yeye ni Bwana. Yaani yeye ni Bwana, yeye ni Masihi, yeye ni mpakwa mafuta, anajitaja. Lakini kwa mara nyingine alikuwa hawezi kujitaja hivyo. Mnakumbuka kwamba hata alipowauliza wanafunzi kwamba watu wananinena mimi kuwa ni nani? Wakasema wengine Yohana, wengine si Elia, wengine ni nabii. Lakini akasema na ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akasema wewe ni Kristo, Masihi na mwana wa Mungu. Akasema Petro, ondokeni sasa, msimwambie mtu habari hiyo kwamba mimi ni Masihi. Msimwambie. Na hata alipowaponya wagonjwa wenye ukoma na wagonjwa wengine, aliwaambia, angalia mmekuwa wazima, mmepona sasa, enendeni zenu, msitende dhambi tena, lakini msimwambie mtu yeyote habari hizi ya kwamba mimi nimefanya uponyaji.
ilikuwa ni secret, wanaita messianic secret, ni siri ya kimasihi, kwa sababu ilikuwa kwamba kama ingelitokea akajitangaza mapema Yesu, manake angeuawa kabla ya kutimiza mission yake, angeuawa kabla ya wakati wake, angeuawa kabla ya miaka ile 3 ya huduma aliyoifanya duniani. Kwa hiyo aliwaambia msiwaambie watu, lakini leo anajitokeza wazi hadharani, na alijitokeza hadharani likiwa limesalia juma moja asulubiwe msalabani, juma moja atoe roho yake kwa ajili ya wanadamu wote na kwa ulimwengu wote. Tunaona katika huduma ya Yesu duniani alifanya hivyo, lakini sasa leo amelitimiza kusudi lake, amelitimiliza huduma yake, ametimiliza mission yake, amefika, anasema mimi ni Bwana. Mwambieni kwamba yule mnayekwenda kuchukua mwanapunda, mwambieni Bwana ana haja naye. Bwana, wakati ule mwingine asingejitaja kama Bwana. Injili zote 4 zinasimulia vizuri tendo la Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe akiwa amepanda mwanapunda. Aliingia Yerusalemu akiwa ni mfalme na masihi na mwana wa Daudi wa kabila la Benjamin, yeye Myahudi kweli kweli, na aliingia katika jiji la ufalme wa Sayuni akishangiliwa kwa sababu ya kutambuliwa nafasi yake kwamba ni masihi wa Bwana. Hakuingia akikalia farasi kama mfano wa mshindi katika vita, kama mtu apiganaye, bali aliingia akikalia mwanapunda kama mfano wa amani, na kama mleta amani, na kama mtu aliye tayari kubeba mizigo ya ulimwengu. Maana kazi ya punda ni kubeba mizigo ya watu, na yeye alikuwa na mfano huo kama mleta amani, lakini atakayekuwa tayari kubeba mizigo, yani dhambi za wanadamu na dhambi katika ulimwengu wote. Amebeba dhambi zangu, amebeba dhambi zako, amekukomboa wewe, amenikomboa mimi. Hiyo kazi ndio aliyoijia. Hivyo alitimiza unabii wa Agano la Kale toka Zekaria 9 mstari wa 9. Zekaria 9, labda maneno haya naomba niyasome. Zekaria 9 na mstari wa 9, Biblia inasema, furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Haya maneno yameandikwa katika Agano la Kale, na nabii Zekaria aliandika miaka 400 kabla ya Yesu kuzaliwa, lakini ametabiri kwamba atakuja huyu masihi, watu watashangilia na kumpokea. Sasa leo Yesu, maandiko haya yanatimia na anapokelewa, anashangiliwa kwa vigeregere na vifijo. Watu wengi waliokuja Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka walimkaribisha Yesu kama mfalme kwa nderemo na vifijo, kwa sababu tunaona kwamba walibeba matawi ya mitende, wengine walitandika nguo zao, wengine wakakata matawi ya miti. Hawakujali hata pengine nguo zao zilikuwa na thamani, hawakujali hata kama pengine nguo zao zilikuwa safi, lakini kwa sababu ya ule moyo wa kumpokea Yesu Kristo na kumtambua kama masihi, walikubali kutandika hata nguo zao, na Yesu Kristo na punda akapita juu ya nguo zao, na Yesu Kristo akashangiliwa kama mwana wa Mungu na mfalme na masihi. Lakini mashangilio yale hayakuwafurahisha wapinzani wake, yani Mafarisayo. Mafarisayo walikasirika na wakamwambia Yesu awakanye wanafunzi wake, awaonye makutano. Maana wanaposema wanafunzi haina maana wanafunzi wale 12 ni wale wote ambao wengine walikuwa wametoka kushuhudia kisa cha kufufuliwa kwa Lazaro muda mfupi, wengine wametendewa matendo makuu ya uponyaji. Kwa hiyo watu wote waliokuwa wamekuja kuhudhuria Yerusalemu kwa ajili ya ibada ya sikukuu ya Pasaka waliungana kwa pamoja wakiwa wanamshangilia na kumtambua Yesu Kristo kuwa ni masihi wa Bwana. Maana kuingia kwake Yesu Kristo Yerusalemu haikuwa katika swala la kisiasa ambalo pengine Wayahudi wangelitazamia, na hata maneno yalikuwa yanasema hosana
manake Bwana utuokoe, Masihi utuokoe, kwa sababu wakati ule walikuwa wanatawaliwa na dola ya Kirumi. Walikuwa wanatawaliwa. Israeli kwa chini ya dola ya Kirumi. Kwa hiyo nadhani kwamba anapokuja Masihi atakuja kuwatoa katika mikono ya watawala wao, yani Warumi. Lakini kumbe Yesu alikuwa anakuja kwa ajili ya kiroho, kwa sababu hayo maandamano hayakuishia katika jumba la kifalme, katika jumba la kifalme kule Yerusalemu, lakini tunaona kwamba maandamano hayo na shamra hizo zilishia hekaluni. Yani aliingia hekaluni, akaulilia mji na akalitakasa hekalu. Kwa hiyo alikuja kutengeneza katika masuala ya kiroho. Wapendwa wasikilizaji, ndugu zangu wapendwa, nini kusudi kubwa la habari ya sikukuu ya mitende? Tumeona jinsi ambavyo makutano wamemkaribisha na kumtambua Yesu kama Masihi. Vivyo kusudi kubwa la leo ni kuona kanisa, yani Wakristo, tunamkaribisha Yesu Kristo mioyoni mwetu, kwamba yeye ndiye Bwana, yeye ndiye Mwokozi, yeye ndiye Masihi katika maisha yetu. Mimi na wewe tuwe na alama ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Ni jambo la pekee na ndio ujumbe kwa walimwengu wote juu ya sikukuu ya mitende, ni kuweka nafasi mioyoni mwetu. Kuweka nafasi mioyoni mwetu, kutambua nafasi ya Yesu Kristo kama ni Bwana, kama ni Masihi wa Bwana katika maisha yetu. Ni jambo la muhimu sana. Unajua, ukiweka nafasi ya kwanza ya pekee ya Yesu Kristo kama Masihi na Bwana katika maisha yako, hutaingia kwenye tanzi zingine zozote, hutaingia kwenye mitego mingine yoyote, maana huyo Masihi aliye ndani yako, aliye Bwana wako, atakupigania, atakushindia siku zote za maisha yako. Wakristo wamekuwa wakitapatapa na kuanguka na kuhangaika. Unahangaika kwa sababu unataka kutumia nguvu zako na jitihada zako mwenyewe, lakini yeye ameweka uhuru kwamba tufikie hatua hiyo ya kumpokea Yesu Kristo mioyoni mwetu, ili tunapompokea Yesu Kristo mioyoni mwetu anakuwa ndani yetu. Yeye ndiye anayetuongoza. Hata kama ungelikuwa na miwasho ya aina mbalimbali, sasa nguvu za Yesu Kristo zinakuwa ni control ya maisha yako, yawe ya ujana, yawe ya ujanani, yawe ya utoto, yawe ya uzeeni. Hakuna kitakachokusumbua. Kristo akiwa ndani yako atakupigania, atakushindia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kila mmoja aone nafasi ya kumkaribisha Yesu Kristo na kumhesabu na kumfanya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni Masihi wa Bwana mpaka mafuta, akae ndani ya moyo wako, akae ndani ya moyo wangu siku zote. Jambo la pili, tunaona kwamba Yesu alitimiza misheni yake kwa ulimwengu wote na hata akaendea kifo. Hivyo sisi wa Kristo, Mungu atusaidie tusiishie njiani. Tuhakikishe tunatimiliza huduma zetu tulizoitiwa. Tumeahidiwa mambo mengi na mazuri. Tumeonyesha katika ukiri wa imani, tumeonyesha katika sala ya Bwana. Lakini Mungu atujalie Ukristo wetu usije ukaishia njiani. Ukiishia njiani, tuendelee mbele na Yesu wetu akiwa mbele yetu, akitutangulia katika maisha yetu, akitushindia katika maisha yetu. Hakikisha misheni yako inatimilizwa mpaka uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tusikatishwe tamaa hata kama tutapata changamoto za aina mbalimbali, hata kama utapitia magumu ya aina fulani. Usikatishwe tamaa ukasema labda pengine leo nilikwenda kanisani, kama nilivyokuwa na wasifu vijana hawa wametoka nje lakini hawajakata tamaa, wameketi wanamsikiliza Bwana, wameketi wanaendelea na ibada. Lakini mwingine angekata tamaa, anasema kama ni hivyo basi ni afadhali kuondoka. Tusikate tamaa hata kama utapitia kwenye changamoto za aina yoyote katika maisha yetu. Hakikisha misheni yako inatimilizwa katika ukamilifu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu tunalojifunza katika somo hili ni kujiepusha na roho ya Mafarisayo mioyoni mwetu.
Mafarisayo hawakuwepo wakati ule tu, lakini Mafarisayo wanaweza kuwepo hata leo. Usipate shida kama mwenzako anapata neema ya kuwa na karama na kutenda kazi ya Mungu na kufanya mambo mazuri. Usipate shida moyoni mwako. Hebu muombee, hebu mpiganie ili Bwana aendelee kumtumia kama chombo chake kwa ajili ya kazi ya kumhubiri Kristo katika maisha ya ulimwengu huu. Kwa hiyo Mungu atusaidie kutambua karama na vipawa ambavyo Mungu anaweka ndani ya watu wake ili watu wake wapate kuendelea kusimama imara. Tusitafute kumzoofisha, tusitafute kumwangusha, bali tumtie nguvu na kumwombea na kumwezesha karama zile ziweze kuendelea kwa utukufu wa Mungu. Na wewe utakapokuwa umewekewa karama hiyo, basi hebu karama hiyo ikawe kwa ajili ya kumtukuza Mungu aliye juu mbinguni, sio kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe, sio kwa ajili ya faida yako mwenyewe, lakini kwa ajili ya Bwana aliye juu mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, Mungu atujalie kumkaribisha Yesu Kristo, Masihi wa Bwana, Mfalme wa wafalme, kumkaribisha mioyoni mwetu katika maisha yetu. Bwana Mungu atujalie kutimiliza huduma zetu na kuikamilisha misheni yetu tulioitiwa. Tusiishie njiani. Lakini Bwana Mungu atuepushe na roho ya Mafarisayo, ili tuweze kutakiana baraka na neema na kutiana moyo katika kufanya kazi ya Mungu. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Asante Kristo kwa kuwa ulikuja ulimwenguni kwa ajili ya kujidhihirisha kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Naam, umati wote ule Mungu tunaungana nao tukikushangilia Kristo kwamba wewe ni Masihi wa Bwana. Utujalie kukupokea mioyoni mwetu. Utujalie kutimiliza huduma zetu mioyoni mwetu. Utujalie kuondokana na roho ya Mafarisayo. Utupe kukupenda na kukutumikia siku zote za maisha yetu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilia tena kwa ajili ya neno la Mungu kupitia mtumishi wake. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusikate tamaa kwa ajili ya changamoto ambazo tunapitia katika maisha yetu. Yesu asifiwe. Sound of Testimony, karibu kwa ajili ya wimbo maalum. Neno la kuaminiwa na Mungu, ni neno la kuaminiwa.
asiwe wa kulaumika. Hekima, maarifa, busara vyote viwe ndani yake. Hekima, maarifa, busara vyote viwe ndani yake. Basi sasa imempasa kila kiongozi asiwe wa kulaumika. Wasifiwe kanisa. Niombe sasa walezi mwageukie tena washarika wetu. Hawa ni baadhi ya walezi ambao leo wamefika ibadani, lakini tuna taarifa ya walezi watatu ambao hawako Dodoma. Mmoja ni Dr. Macha wetu katika chaplaincy yetu, mlezi pale informatics, social science, mlezi pale social science. Naomba siamini kabisa
nyosha mkono. Asante sana. Social science. Na juzi tulikuwa na tukio la family dinner, alikuwepo, tulikuwa naye. Kwa hiyo shangilia pia kwa ajili yake. Yeye na baba walikuwepo. Na nitambue nafasi ya baba, mume wake yuko pale. Baba, hebu simama, mume wake na siamini kabisa. Asante sana. Lakini nitambue mlezi Dr. Kashaigili, mlezi wetu pale tiba. Baba, yes, Kashaigili ni profesa hapa Kwedi, lakini analea tiba. Tulimuomba pia akalee tiba. Baba, naomba unyoshe mkono ili wakufahamu. Yeye ni mmoja wa walezi ambaye nilipoingia UDOM tu tulifahamiana mapema sana. Kwa hiyo naomba shangilia kwa ajili yake pia. Nitambue uwepo wa mlezi Dr. Jenny Mgendi. Yeye ni mlezi, alikuwa mlezi kule tiba, lakini tukamwomba alee hapa Kwedi pia. Saikolojia yake apply hapa kwenu Kwedi kwa walimu. Kwa hiyo mama, Mungu akubariki sana. Lakini pia yeye tulikuwa naye pia kwenye mission kule Melon na Magole, tumekuwa naye siku zote. Hiyo mama, Mungu akubariki sana. Na nitambue uwepo wa mlezi wetu. Lakini Mgendi pia yeye ni moja ya wale tuliowaomba kufanya na sisi. Yeye ni mwenyekiti wetu wa mipango na fedha wa chaplaincy, Dr. Jenny Mgendi. Sikia makofi kwa ajili yake jamani. Kwa hiyo yeye ni mwenyekiti wa mipango na fedha, na tunapomaliza, tutakaposimika viongozi wapya, tunategemea pia moja, baba mchungaji mratibu wetu, tunategemea moja ya part of signatories tupate pia wahadhiri wetu hao ambao tumewateua pia kwenye akaunti zetu za chaplaincy, lakini pia kwenye akaunti zetu za vitivo. Angalau awepo mmoja mlezi. Amen. Ili angalau twende pamoja, kwa sababu sasa tumeshawa involve kwenye leadership, na wao pia tunatamani washiriki hizi baraka za kuona kwamba tunafanya kwa pamoja. Nitambue uwepo wa mlezi wetu Madam Agnes Lema. Yeye Agnes Lema ndiye katibu mkuu wa chaplaincy. Na baraza lilipitisha, na hawa wote walipitishwa, baba mchungaji na baraza wakathibitisha. Kwa hiyo mimi mchungaji siwezi kukataa, kwa sababu baraza lina mamlaka na ndio chombo chetu cha mwisho katika maamuzi. Kwa hiyo mama, tunatambua sana utaingia majukumuni, na atakuwa yeye ndio mwandishi wetu wa matukio yote yanayohusiana, wakishirikiana. Katibu maombi hayupo, lakini katibu wake, hebu simama Joni, na nitambue uwepo wa Joni. Huyu anakuwa msaidizi wake. Yaani yuko mteule ambaye atakuwa msaidizi wake. Lakini kama ukiwa una ratiba ngumu, pia yule msaidizi atatekeleza majukumu yako kama kawaida. Hatutamani tuathiri majukumu yenu ya kitaaluma au ya kikazi, lakini kote tuende kwa pamoja. Baba, Mungu akubariki sana katibu mkuu. Kitambue pia uwepo wa mlezi wetu wa chaplaincy Dr. Chaula. Yeye na Dr. Amina ambaye ameomba udhuru pia. Hawa ndio walezi overall, walezi kwa University of Dodoma CCT UDOM chaplaincy. Yeye pamoja na Dr. Amina Mgendi, Dr. Amina Mkumbo Sole. Kwa hiyo hawa ndio walezi wetu overall kwa University of Dodoma. Baba mlezi wa chaplaincy, sasa nilikuwa natamani nikupe nafasi ya kuzungumza.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nashukuru mchungaji. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Mimi naitwa Simon Chaula. Ni mtumishi pale Tiba. Kwa hiyo nikija kwenu ni mwalimu, lakini nikiwa pamoja na ninyi ni mtumishi mwenzenu. Tunawashukuru kwa kutupa hii nafasi. Tunaomba ushirikiano wetu, tumike pamoja kwa utukufu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Asante mchungaji. Naitwa Agnes Lema, ni college warden ndaki ya elimu, lakini katika utumishi kama alivyosema mchungaji nitakuwa ni katibu mkuu wa chaplain. Naamini sio jukumu dogo, lakini kama mlivyotoka kuimba hapa, Mungu atanisaidia. Kwa hivyo naahidi kusimama vizuri kwenye nafasi hiyo, lakini pia nilipewa nafasi ya ulezi kule Tiba nikiwa nashirikiana na Dr. Kashaigili. Kwa hivyo kwenye ulezi nitakuwa Tiba pamoja na Dr. Kashaigili. Ninaomba mzidi kutuombea. Ninaahidi kuwatumikia kwa msaada wa Mungu. Asante. Asante sana. Kwa hiyo Tiba mmewaona walezi wenu kabisa. Kwa hiyo japo ilikuwa shida sana kumtoa Dr. mgeni. Tamani vijana wawepo kule, lakini ndio hivyo. Nashukuru hekima ya mwenyekiti. Najua Agnes ni jembe kama mama yetu hapa, wote majembe. Kwa hiyo atafanya vizuri sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majeshi. Majeshi ya Bwana. Majeshi hapa au tuliacha Mvomero na makofi. Amina, nafurahi kuwaona. Asanteni kwa jukumu hili. Ninaamini tunayaweza yote katika yeye anayetutia nguvu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawapenda sana. Amen. Majina yangu najulikana Johaven Joel Kashaigili. Kikazi niko chuo hiki cha elimu au ndaki ya elimu, nasema hivyo. Lakini katika utumishi ambao sasa naupokea, natarajia kutumika Tiba. Niombe kwamba kazi hii ambayo tunaichukua ni kazi ngumu. Tuombeane. Na zaidi tuombe uso wa Bwana utembee nasi kwa kila hatua tunaitembea. Tutafika. Mungu awabariki sana. Asante sana Dr. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, mimi ni Madam Kapesa. Kikazi niko ndaki ya hisabati na sayansi asilia, lakini Mungu amenipa kibali kuwa mlezi wa wana social science. Naamini Mungu atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunakiri kwamba Mungu akiwa pamoja nasi hakuna kitakachokuwa juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombeane. Shangilia kwa ajili ya mama yetu Siamini Kapesa. Mungu akubariki sana mama. Asante sana. Sasa niombe sasa walezi wetu walezi wetu ambao Mungu amewaita na kuwatuma waweze kufanya kazi yake. Tunawashukuru sana walezi kwa kukubali mwito huu pamoja na majukumu yenu mengi, lakini mmekubali kujitoa pia kumtumikia Mungu wenu aliye hai. Asante kwa kutambua nafasi hiyo ya pekee mioyoni mwenu. Ni kweli mmoja amesema kazi ni ngumu, ni mambo mengi, lakini mtayaweza kwa kadiri Mungu awatiavyo nguvu na kuwafanikisha na kuwajalieni. Basi katika liturujia yetu tunazo karatasi zetu hapo, naomba tufuatane pamoja. Enyi ndugu mliochaguliwa kuwa watumishi wa kanisa, ninawauliza, je, mwapenda kuwa watumishi wa Bwana mkiwa waaminifu kutenda kazi yote anayopenda Baba wa mbinguni? Ni ukurasa pili. Enyi ndugu mliochaguliwa kuwa watumishi wa kanisa,
ninawaulizeni, je, mwapenda kuwa watumishi wa Bwana mkiwa waaminifu kutenda kazi katika yote anayopenda Baba wa mbinguni? Mnapoingia katika huduma ya kuchunga roho za watu, hali mkijua udhaifu wenu, je, mwapenda kweli kwamba nguvu za Yesu Kristo zikadhihirishwe katika udhaifu wenu? Mwataka kuwa viongozi wa wote waliomo kundini mwa Bwana, kwamba macho yenu yatamwelekea Bwana na kuzifuata nyayo zake? Mwapenda kuwa vielelezo katika mambo yote, kwa mfano kuhudhuria ibada zote, kuwasaidia wengine wanapokuwa na shida yoyote, katika kushuhudia Mwokozi wenu, katika kukemea uovu wa aina yoyote, ukiwa kati ya kundi au katikati yenu wenyewe. Amen. Naomba niseme maneno machache katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5, maneno yanasema hivi: na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo mwenyewe, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kwa wajifanyao si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Mstari unaofuata unawaendea Wakristo ambao ni vijana. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee wenu, hawa ambao wako mbele ya kanisa hili sasa. Watiini wazee. Naam, ninyi nyote mjifungieni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Mkaonyeshe unyenyekevu na utii kwa walezi wenu. Mtakapopata ushauri, mkakubali kushauriwa. Mkawatii, mkawaheshimu, ili kazi ya Mungu iweze kufanyika kwa utukufu wa jina lake takatifu. Basi mimi niliye mchungaji wa kundi lake Bwana, kukubariki kuwa kiongozi na mhadhiri mlezi katika chaplaincy yetu ya Dodoma, katika imani ya Injili ya neema na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akupe mema, Mungu akupe nguvu, utende jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mimi niliye mtumishi wa kundi lake Bwana, na kusimika na kukubariki kuwa kiongozi na mlezi katika mwenye Injili na neema, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akupe nguvu, utende Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mimi niliye mchungaji wa kundi lake Bwana, na kusimika na kukubariki kuwa kiongozi wa kanisa mwenye Injili na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akupe nguvu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mimi niliye mchungaji wa kundi lake Bwana, na kusimika na kukubariki kuwa kiongozi na katibu mkuu wa chaplaincy ya Chuo Kikuu cha Dodoma, katika kanisa lake, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akupe nguvu, utende Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Mimi niliye mchungaji wa kundi lake Bwana na kusimika na kukubariki kuwa kiongozi na mlezi cha Dodoma kwenye injili ya neema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akupe nguvu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Basi Mungu Baba wa rehema mwenyewe, Mungu Baba wa rehema, wewe uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wenzetu hawa ambao umewachagua ili wafanye kazi yako ya kusimamia kundi lako uliolikomboa kwa damu yako ya thamani. Tunakuomba uwabariki na kuwapa moyo ili wawe na uhusiano mwema na watu wote. Tunakuomba Bwana, utupe sisi sote moyo wa utumishi ili kazi yako iwalete wengi baraka zitokazo kwako. Amen. Basi Mungu mwenye neema yote aliyewaita katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu, yeye mwenyewe atawatengeneza, yeye mwenyewe atawathibitisha, yeye mwenyewe atawatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Walezi wetu, bila kuwa na walezi kanisa linapwaya. Lakini katiba, mwenyekiti na makamu mwenyekiti kutoka katiba. Ungesikia angalau hata makofi jamani. Asante sana mwenyekiti kutoka katiba, nampa baba yake kuongeza zawadi. Asante sana pamoja na mama. Asante sana. Mungu awabariki sana kanisa la Tiba kwa upendo kwa walezi wetu. Niombe watu wa Koedi. Koedi. Naomba tushangilie kwa ajili ya viongozi wa Koedi pia. Mwenyekiti wetu wa Koedi anakuja hapa. Kwa niombe tuombe mhasibu wa chaplains umjoin mama. Mhasibu wa chaplains, mhasibu wa chaplains. Subiri kidogo. Mhasibu wa chaplains mjoin mama hapa, moyo wawili. Asante sana. Asante sana. Shangilia tena tunapokuja. Teule wa Koedi. Na angalau ja Asante sana mwenyekiti mteule Koedi. Asaili Mfiso, tunatambua uwepo wako baba. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa chaplains. Watu wa social naomba tujiandae. Kabisa niombe sasa mwenyekiti angalau wako wawili, wako na Professor Godelis Kombe. Kwa hiyo na yeye rafiki yako kwa yuko mama Siamini. Asante sana, piga makofi kwa ajili ya viongozi wa social media.
Kanisa. Na kila kitivo kina walezi wawili. Kwa hiyo tuwashukuru sana walezi wetu, na tunamwamini Mungu kwamba sasa huku kwetu vitivoni kutaimarika zaidi kwa sababu tuna walezi. Na Yesu asifiwe sana. Kwa mchungaji mlezi wetu tena tukushukuru tena kwa kukubali kutujoin. Kwa mchungaji anapenda kusema hivyo. Tunakushukuru sana. Tubakiza tu tukio moja la kwa pamoja Mbeya. Amen. Asante, hebu piga makofi kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa SACCOS na mwenyekiti wa mkoa mstaafu ambaye anakula mafao ya mkoa huyu. Amen. Baba mratibu, tulikuwa tumeandaa pia zawadi za walezi wetu wote. Kwa hiyo naamini tutakapowasimika pia watapata na walezi wengine. Naomba mlio viti vya mbele wapokeeni walezi. Haijalishi wewe, yani kama unakusa kuwapokea walezi, wapokeeni walezi. Yaani hakuna kanuni maalum. Kama unaweza kupokea walezi, wapokee walezi. Asante sana. Wapokee walezi wetu. Wapokee walezi wetu. Wapokeeni walezi wetu. Wapokeeni walezi wetu. Na hao wanawakilisha wenzao tu, wengine bado wako wengi watakujia, na naomba mnapoonyesha kuwapokea, maana tunawapokea na wale ambao wako hapa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sasa Jina lake Yesu tukufu.
kijana mmoja aliyeomba urithi kwa babaye. Alisema nipe urithi wangu, niondoke hapa nyumbani, niende mbali nikajitegemee. Baba nipe urithi wangu. Kisa kijana mmoja aliyeomba urithi kwa babaye. Alisema nipe urithi wangu, niondoke hapa nyumbani, niende mbali nikajitegemee. Baba nipe urithi wangu. Alienda mbali na baba yake, akatawanya mali zake zote, akabaki mtupu hana kitu, na akala chakula na nguruwe. Akakumbuka kwa baba yake, chakula ni tele, akasema nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha. Alienda mbali na baba yake, akatawanya mali zake zote, akabaki mtupu hana kitu, na akala chakula na nguruwe. Akakumbuka kwa baba yake, chakula ni tele, akasema nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha. Mwana mpotevu alipoamua na kurudi kwa baba yake, alipokelewa kwa shangwe kubwa. Baba alifurahi sana, kulikuwa na sherehe kubwa sana ya kumkaribisha mwana. Mwana mpotevu alipoamua na kurudi kwa baba yake, alipokelewa kwa shangwe kubwa. Baba alifurahi sana, kulikuwa na sherehe kubwa sana ya kumkaribisha mwana. Alienda mbali na baba yake, akatawanya mali zake zote, akabaki mtupu hana kitu, na akala chakula na nguruwe. Akakumbuka kwa baba yake, chakula ni tele, akasema nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha. Alienda mbali na baba yake, akatawanya mali zake zote, akabaki mtupu hana kitu, na akala chakula na nguruwe. Akakumbuka kwa baba yake, chakula ni tele, akasema nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha. Ndivyo ilivyo kwa Mkristo aliyepanga mbali na Mungu wetu. Mambo ya anasa yatamsonga, atakula na misukule, lakini anapoamua kurudi, mbinguni wanashangilia. Ndivyo ilivyo kwa Mkristo aliyepanga mbali na Mungu wetu. Mambo ya anasa yatamsonga, atakula na misukule, lakini anapoamua kurudi, mbinguni wanashangilia. Alienda mbali na baba yake, akatawanya mali zake zote, akabaki mtupu hana kitu, na akala chakula na nguruwe. Akakumbuka kwa baba yake, chakula ni tele, akasema nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha.
kwaya kuu. Tilia kwa ajili ya watoto wako. Sibariki, bariki mioyo ya watoto wako. Na neema yako na uweza wako viwe juu ya kila mmoja wetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Nimwombe baba mratibu sasa atupatie baraka. Pokeeni baraka za Mungu ninyi nyote mnaomtegemea na kumcha yeye. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi niwaombe tuketi kwa utulivu kumtukuza Mungu mwenyewe. Amen. Baba mchungaji, nipende kukushukuru sana kwa ajili ya ibada hii. Nipende kuwashukuru sana Wakristo kwa uvumilivu wa hali ya juu mno kutoka tangu tulipoanza mpaka wakati huu. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana kwa baraka ya zawadi. Sisi tumependelewa mno, tumepata double zawadi. Ya kwanza imekuja na zimekuja zawadi zingine. Sasa nikawa nauliza kwamba sasa zile za kwanza turudishe. Wanasema hapana, zisirudi na zenyewe ni zawadi moja kwa moja. Kwa hiyo tunawashukuru.